إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، 4 وصايا النبوية ثمينة عند أو في زمن اختلاف الأمة الإسلامية. وصية 4 za Mtume zenye thamani ambazo amezitoa katika wakati umma utakapofitilafiana. Alwasiyatu alula awsa Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ummata bitaqwa Allah, wa hiya wasiyatu Allah fil awwalin wal akhirin. Wasia wa kwanza, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amehusia juu ya jambo la kumcha Allah azza wa jalla. Wakati wasia huu ndio wasia wa Allah azza wa jalla aliyoutoa kwa watu wa mwanzo miongoni mwa watu waliopewa kitabu, Mayahudi na Wakristo. Lakini pia akahusia wasia huo Allah subhanahu wa ta'ala katika ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala ta'ala: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Kwa hakika tuliwapa wasia wale waliopita kabla yenu katika Mayahudi na Wakristo, lakini wasia huo pia tukawapa nyinyi, anittaqullaha, muogopeni Allah, wa min jumlati maaniha. Katika jumla ya maana ya kalima hii ya ittaqillaha huwa alla yaftaqilaka Allahu haythu amaraka wala yajiduka haythu nahaka. Katika jumla ya maana za uchamungu ni kule kutokukosa Allah tabaraka wa taala, usikosekane katika eneo ambalo Allah jalla wa ala amekutaka uwepo, wala usipatikane katika sehemu ambayo Allah hajataka uwepo, Allah kakukataza kuwepo. Atakayepatikana kwenye maeneo ambayo Allah ametaka awepo na akakosekana kwenye maeneo ambayo Allah hataki awepo, huyo anabeba maana ya uchamungu.
huyo ni katika wacha Mungu. Ayuha almu'minun, alwasiyatu bitaqwallahi wasiyatullahi linabiyihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Huu ni wasia ambao Allah pia alimpa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayuha nabiyyu taqillah, ewe mtume mche Allah. Naam, sio kwamba mtu akikwambia ya akhi ittaqillah maana yake amekutuhumu kwamba wewe ni muovu, maana yake kakutuhumu kwamba wewe ni mchafu, maana yake anakudhania dhana mbaya. Lakini ni maneno ya kawaida waumini kuambiana wao kwa wao, sababu Allah katuambia sisi, Allah kamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwe tunaambiana mche Allah, muogope Allah. Na inakuwa ni wajibu kumwambia Muislamu mwenzako taqillah pale ambapo unamuona yupo katika munkar. Wewe kunyamazia uovu wa mwenzako ambao unamuona anafanya uovu, na usimwambie akhi barakallahu fika taqillah, muogope Allah, maana yake wewe umeridhika na ule uovu. Na kuridhika na uovu huo pia nao ni uovu, tena huenda ukawa ni uovu mkubwa zaidi kuliko ule uovu uliotangulia. Ikhwani fil iman, awsana an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam biwasiyati al-ula ittaqullah. Wasia wa kwanza mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ametutaka tumche Allah jalla jalalu. Usitangulize matakwa yako, usitangulize mapenzi yako, usitangulize vile unavyoviahidi wewe, pale ambapo utasababisha mvutano baina yako na baina muumini mwenzako, bali utasababisha mvutano baina ya watu katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja akacheza nafasi yake katika uchamungu, utaweza kuondosha ikhtilafu na matatizo mengi ambayo ni hasila katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hiya ilajul ula, hii uchamungu ndiyo tiba ya kwanza. Tiba ya kwanza, popote panapotokea tatizo, basi ilaji yake ya kwanza ni uchamungu, kwa sababu katika kumcha Allah jalla wa ala ndipo ambapo kila kitu kitakaa sehemu yake. Allah jalla jalaluhu amekiweka kila kitu katika sehemu yake. Khilafu ya matendo ya binadamu ndio ambayo yanapelekea mambo yaende ovyo ovyo. Ndugu zangu katika imani, alwasiyatu thania, wasia wa pili ambao umetoa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, as-sam'i wa ta'a liman wallana Allahu amrahu. Tuwe wasikivu na tuwe watiifu kwa yule ambaye Allah amemtawalisha kwetu sisi. Liman wallahu Allahu amrana, liman wallahu Allahu amrana, kwa mtu ambaye Allah kamtawalisha kwenye jambo letu. Na hawa ambao wamepewa mamlaka juu yetu, ima watakuwa al-ulama au al-umara, ima watakuwa ni wanawazuoni wametawalishwa jambo letu la dini. Kwenye jambo la dini wao ndio wasemaji, na wakisema wao kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, sisi sote tunatakiwa tuwe sam'an wa ta'a, wasikivu na watiifu. Lakini katika jambo ambalo Allah jalla wa ala amewatawalisha watu katika dunia yetu, unahitajika kwa mujibu wa sheria, si uoga wala sio uchawa wala sio mudaha. Tuwe wasikivu na watiifu kwa wale ambao Allah amewatawalisha katika madaraka ya kutuongoza kwenye dunia yetu. Wa biha ay bisam'i wa ta'a, kwa haya mambo mawili, fiha qiwamu dini wa dunya, dunia yetu itakuwa salama na dini yetu itakuwa salama ikiwa kama tuna heshima na wale Allah aliyowapa mamlaka kwa ajili ya dini yetu na aliyowapa mamlaka kwa ajili ya dunia yetu. Ikhwani fil iman, naam, ta'atul makhluqi ta'atul muqayyada, pamoja na kwamba kumtii kiumbe ni utiifu ambao una mipaka. Innama ta'a bil ma'rufi, hakika utiifu ni katika mambo mema. La ta'ata al makhluqi fi ma'siyati al khaliq, hakuna kumtii kiumbe katika kumuasi Allah tabaraka wa taala. Lakini akitokea mtu anaamrisha
katika dini yako kwa mujibu wa maamrisho ya Allah na mtume, ni wajibu kwako kumtii, na hasa akiwa ni katika watu wa ilmu, mwana wa zuo. Na ikiwa kama mtu anakuamrisha katika dunia yako, muda wa kuwa maamrisho yale sio katika kumasi Allah, ni wajibu juu yako umtii, kwa sababu kumtii yule aliyepewa mamlaka juu yetu, ndani yake kuna kumtii Allah na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ataa al-amir faqad ataani, wa man ataani faqad ataa Allah, hakadha qala Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwenye kunitii mimi, mwenye kumtii amiri atakuwa kanitii mimi, na mwenye kunitii mimi atakuwa amemtii Allah na mtume wake. Msingi huu ni miongoni mwa misingi mama ya manhaji ya ahlu sunnah wal jamaa, ta'atu ulati al-umur. Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Enyi waumini, mtiini Allah na mtiini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na watiini wale ambao wana mamlaka juu yetu. Nimesema ta'atu ulati al-umur fiha qiyamu dini wa dunya. Dunia ya watu itakuwa salama, dini ya watu itakuwa salama muda wa kuwa watawaliwa. Waumini wanawatii viongozi wao ambao wanasimamia dini yao na dunia yao. Na adamu taa liulati al-umur fiha fasadu dunya wa din. Kutokuwatii wale ambao wana mamlaka juu yetu, ndani yake kuna fasadi ya dini na dunia. Kwa sababu kama ni ulama wameamrisha jambo kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, hawatiiwi, malaki hapo tunaharibu dini. Lakini kama umara wameamrisha jambo ambalo lina salaha katika mjitamaa, ikawa watu hawataki kutii, raia hawataki kutii, maana yake hapo kuna fasadi katika dunia ya watu. Ikhwani fil iman, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdu. Ninakuhusieni mcheni Allah, muwe wasikivu na muwe watiifu kwa watawala wenu, hata kama itatokea mtawala akawa ni abd. Na katika sheria haiwezekani kisheria kuwa abdu awe ni mtawala, lakini iftirafa ametumia usulubu wa iftiraf mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikitokea ndio umedondokea utawala kwa mtu ambaye ni abd wadhia dhalil, ni mtu ambaye hata nyinyi hamumpi thamani, lakini muda kuwa madaraka ameshakuwa kwake, ni wajibu kumtii mtu huyo. Ndugu zangu katika imani, alwasiyatu thalitha, wasia watatu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alwasiyatu bitamassuki wa luzumi sunnati an-nabii sallallahu alayhi wasallam 'inda ikhtilafi al-umma. Wasia watatu ni kulazimiana na kushikamana na mwenendo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pale ambapo umma unatokea kuhitilafiana. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, yule ambaye ataishi umri mrefu miongoni mwenu atakutana na hitilafu nyingi sana. Zikitokea hitilafu hizo na yeye akadiriki, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Huyo wasia watatu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yoyote atakayeishi umri mrefu miongoni mwenu atakutana na ikhtilafu nyingi sana. Ikitokea hali kama hiyo, ni wajibu juu yenu mshikamane na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu. As-sunnatu mithlu safinati Nuh, kama qala al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Imam Dar al-Hijra Malik ibn Anas rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, as-sunnatu mithlu safinati Nuh, sunna ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hata katika nyakati ambazo umma unapita kwenye mawimbi mazito, basi katika moja ya salama za umma ni kurejea katika sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu sunna ni mfano wa jahazi la Nuh, man rakibaha naja. Yoyote atakayepanda katika jahazi la Nuh, aliyepanda katika jahazi la Nuh aliokoka. Wa man takhallafa anha gharik, na yoyote aliyetakhallaf na jahazi la Nuh alayhi salam alighiriki katika mafuriko yaliyokumba umma wa Nuh.
alayhi salam, ambapo dunia ilibadilika kutoka kwenye kizazi cha Adam alayhi salam kwenda kwenye kizazi cha Nuh. Dhurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan shakura. Hiki ni kizazi ambacho tulikibeba pamoja na Nuh katika jahazi. Hakika Nuh alikuwa 'abdan shakura, mtumwa wa Allah mwenye kushukuru. Ayuhal mu'minun, ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika maneno haya anasema patatokea hitilafu nyingi, na salama ya umma pale panapotokea hitilafu hizo ni kulazimiana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu kwenye kulazimiana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndiko ambapo kuna salama. Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri, watahadhari wale ambao wanakwenda kinyume na amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, an tusibahum fitna au tusibahum adhabun alim, watapatwa na fitna, watapatwa na adhabu yenye kuumiza mbele ya Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، روى الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في سننه من حديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة المودع فأوصنا. Anasema sahaba mtukufu Irbad ibn Sariya as-Sulami radiyallahu ta'ala anhu alitupa waadhi Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwenye riwaya imebainisha ilikuwa baada salati al-ghudat, sala ya al-fajr. Alipomaliza akatugeukia akatupa mawaidha ambayo nyoyo zetu ziliingiwa na hofu na mawaidha yale, na macho yetu yakatoka na machozi. Tukamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawaidha haya kana kwamba ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga, tunaomba tupe wasia. Katika riwaya inasema fa'ahid ilaina, tupe ahadi ya kushikamana naye, tuahidi kitu ambacho tutashikamana nacho mpaka tutakapokutana na wewe. Faqala sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwa Allah, alwasiyatu alula was-sam'i wat-ta'a, alwasiyatu athaniya wa in ta'ammara alaykum 'abdun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, alwasiyatu athalitha wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Hadhihi wasiyatu al-akhira, wasiyatu ar-rabi'a. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoombwa na masahaba wake wakamwambia, ewe mjumbe wa Allah, haya mawaidha kana kwamba ni mawaidha ambayo unatuaga, tunaomba tupe ahadi, tunaomba utuhusie. Akahusia wasia wa kwanza, usikum bitaqwa Allah. Tumeuangalia wasia wa kwanza kwenye hutuba ya kwanza, lakini akatoa wasia wa pili, was-sam'i wa ta'a, ninakuhusieni kuweni wasikivu, kuweni watiifu. Tumeueleza wasia huu wa pili katika hutuba ya kwanza, lakini akasema wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, mtu ambaye ataishi umri mrefu miongoni mwenu atakutana na hitilafu nyingi. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Hadhihi al-wasiyatu thalitha. Wasia wa tatu ambao pia tumeuangalia kwenye hutuba ya kwanza kwamba ikitokea hitilafu kwenye umma, jahazi la kuokoa umma kutoka kwenye hitilafu hizo ni kupanda katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib. Wakati huo hitilafu ya umma, shikamaneni kweli kweli na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtapita salama katika haya. Lakini wasiyatu al-rabi'a al-akhira, wasia wa nne ambao ni wasia wa mwisho katika siyaki hii, wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Takhsis baada ta'mim yufidu al-hasr. Ilikuwa inatosha maana ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kusema alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai rashidin, haya maneno alikuwa anadhamini mtu kutokuingia kwenye bid'a. Lakini kuja kufanya taakidi ya kutaja wa iyyakum wa muhdathati al-umur, ishara kuonyesha msisitizo katika muhuri. Pamoja na kwamba mtashikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa wangu, yawezekana kwa namna moja au nyingine mkaingiwa na bid'a fulani. Sasa na wasisitizieni katika wasia wa 4 na wa mwisho, iyyakum wa muhdathati al-umur. Iyyakum kalimatu tahdhir inda al-ulama. Wanawazuoni wanasema ili neno iyyak ni katika neno la kutahadharisha. Tahadharini, tahadharini na mambo ambayo yatakuja kuzushwa katika umma, kwa sababu kila kitakachozushwa huo ni upotevu. Naam, uzushi katika ummatu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam huo ni upotevu katika umma. taraktukum ala almahijati albayda, nimekuacheni katika uwanja mweupe, lailuha kanahariha. Ukiwepo katika uwanja huo, usiku wake na mchana wake ni sawa sawa, hautapotea kwa sababu ya giza la usiku, kwa sababu mwanga wa nuru ya sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam unamulika katika kila eneo. Ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika kuachana na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazighu anha illa halik, hatapondoka katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ila yule aliyoandikiwa kuwa yeye ni mpotevu. Wa innahu sayuja'u min ummati yawm alqiyamah, hakika wataletwa baadhi ya watu wangu katika siku ya kiyama, fayukhadhu bihim dhata shimal, watakuwa wakichukuliwa kupelekwa upande wa kushotoni, upande wa motoni. Fa aqulu ya rabbi ummati ummati, nitalalamika kumwambia Allah, hawa ni sehemu ya watu katika umma wangu. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, watasemwa kuambiwa mimi, ewe Muhammad, haujui ni nini watu hawa walizusha baada ya kuondoka kwako duniani. Fa aqulu kama yaqulu abdu salih, nitajitetea kwa Allah kama atakapojitetea mja mwema Isa mwana wa Maryam, pale ambapo Isa mwana wa Maryam atajitetea kwa Allah atakapoambiwa, wewe uliwaambia watu wafanye wewe na mama yako ni miungu miwili kinyume cha Allah. Isa mwana wa Maryam atasema, ma amartuhum ma qultu lahum illa ma amartani bihi, Allah, mimi sikuambia watu wangu isipokuwa kile tu ambacho wewe uliniamrisha, ani'budu Allaha rabbi wa rabbakum, uliniambia niwaambie kwamba mwabuduni Allah mola wangu na mola wenu. Wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim, mimi nilikuwa shahidi juu yao muda wa kuwa nilikuwa nao. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alayhim, uliponiondosha duniani wewe ndio ulikuwa msimamizi juu yao. Wa anta ala kulli shay'in shahid, wewe ni shahidi wa kila kitu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, nitajitetea kwa Allah siku ya kiyama, watu wangu baadhi yao wakichukuliwa kupelekwa motoni kwa sababu ya kuzusha mazushi baada ya kuondoka kwangu. Utasema, wa kuntu alaihim shahida ma kuntu fihi falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim. Ndugu zangu katika imani, leo hii kwa munasaba huu na nyakati hizi, pana mambo yanatokea kwenye mujitamaa wa Kiislamu na Waislamu wanavutana vichwa. Je, hili linafaa au halifai? Tutumieni wasia hizi 4 za Mtume Muhammad, mtapita salama kwenye mvutano wenu huu. Kuweni wacha Mungu wakati mnajadiliana haya, usitangulize hawa nafsi yako. Wakati unajadili kwamba maulidi yako hayako, kwanza weka mbele ucha Mungu wako. Lakini jambo la pili, kuwa msikivu na mtiifu. Usilete mijadala tasa isiyoleta manufaa katika umma, mijadala ambayo haileti manufaa katika umma. Lakini panda katika jahazi la sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu tahadhari na mambo ya mazushi. Ikhwani fil iman, ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam una shida nyingi, na katika mambo ambayo ni vikwazo kwetu katika kuendeleza dini zetu na kuiendeleza dunia yetu chini ya vivuli vya dini ni uwezeshaji
nguvu za kimani. Tatizo kubwa sana, kila ukienda kwenye msikiti utasikia tuna shida kadha kadha, hatuna uwezo, tuchangieni. Leo hii usiku mmoja unakwenda kumaliza mabilioni ya shilingi eti kwa madai ya kwamba ni usiku wa kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swala Mtume inahitaji gharama. Wewe ukiswali hapo unamsalia Mtume unalipia kiasi gani? Hivi swala hizi za Mtume zitoshi mpaka watu wakeshe na mabilioni ya shilingi? Mnafanya nini katika usiku huo wa kutumia mabilioni? Hii bajeti iliyowekwa ingeenda kutumika kwenye mambo ya msingi ya umma, ambayo hayo yanaliliwa kila wakati. Hatuna hela, tuna hela, tuna hela, tunaomba mtuwezeshe. Lakini kama inawezekana kutoa wito kwa Waislamu wakaitikia wito huo kutoa mabilioni haya ya shilingi, kwa nini tusiwaite kwenye haya mambo ya msingi? Allah alipotuamrisha tumswalie Mtume hakututaka tutoe gharama kwenye kumswalia Mtume. Unganisha na hutuba yangu ya mwisho nilitoa hapa, tusaidieni kupunguza maovu yanayofanyika kwenye hafla za maulidi. Kwa nini mmelazimisha maulidi hiyo usiku? Hebu angalieni sasa dini inapodhalilishwa na siku za maulidi. Hebu angalia maasi yanapoenea na siku za maulidi. Ikhwani fil iman, haya mambo yatakuwa ni masulia amama Allah Ta'ala يوم القيامة. Watakwenda kuulizwa watu kutokana na tasarufati zao katika siku hizi za maulidi. Watu watakwenda kuulizwa kuhusiana na mali wanazotumia katika siku hizi za maulidi. Watu watakwenda kuulizwa kutokana na bid'a hizi wanazozifanya katika siku kama hizi. Nasallallahu tabaraka wa taala husnul khatima.